Shabakaya manda reka babusanda ya makori basika rika ya baba sanda ramakori bashika baba 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 baba. Tunakuita Mungu uliye hai asubuhi ya leo. Tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita Yesu Kristo. Anza kumuita Bwana, anza kumuita Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Baba, ninakuita baba yangu. Nakuita Mungu msaada, nakuita Mungu msaidizi, nakuita Mungu wa msaada, nakuita Mungu wa kunibeba, nakuita Mungu wa kunisaidia, nakuita Mungu wa kunijibu, nakuita Baba, nakuita Baba, nakuita Baba. Muite kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alipokuta pale Lazaro amekufa pale kaburini yapata siku 4, aliinua mikono yake juu akasema, Baba ninakushukuru. Akamuita Baba, akamuita Baba, akamuita Baba. Nasi asubuhi ya leo tunakuita. Akamuita Baba kwa ajili ya kumfufua Lazaro. Na wewe inua mikono yako, anza kumuita Baba. Mwambie Baba, ninakuita. Mahali ninakopita ninakuita. Ninakuita jemedari, nakuita kamanda, nakuita mfalme, nakuita asubuhi ya leo. Rika baba shataraba kote yandaramandoroko tereka shika. Mwite Mungu kama msaada, mwite Baba kama msaada, mwite Baba kama msaada. Raka baka ya baba. Tunakuita Baba, msaada wetu wa kutusaidia, msaada wetu wa kutusaidia wakati wa mateso, wakati wa vita. Tunakuita kamanda, tunakuita jemedari, tunakuita mfalme wa falme, tunakuita Baba, yani Aba resekere ya Baba. Shababa kori masanda ya baba kori ya masinda rika yatu okoya manda rika ya tasatata rababa kori bashaka. Mwite Baba, mwite Baba, mwite Baba. Mwambie Baba, nakuita msaidizi wangu, nakuita Baba, nakuita Baba. Wewe ndio wa kunisaidia, wewe ndio wa kunisaidia. Sina Mungu mwingine, ni wewe. Sina Mungu mwingine, ni wewe. Wewe ndio kiongozi wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio mtawala wangu. Nakuita Bwana Yesu, nakuita katikati ya taabu, nakuita katikati ya mateso, nakuita katikati ya shida, nakuita katikati ya ubaya, nakuita Baba. Shabakata ramando sakaraba koshaka ya baba koya manda koribasika. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu akae kazini, mwite Yesu akae kwenye kazi ya mikono, mwite Yesu akae kwenye hatima, mwite Yesu akae kwenye neema yako, mwite Yesu akae kwenye position yako. Makoriba setereko yamanda abaka yabako yabansa kanta rekayantara bakoria resakayando roshaka. Nakuita kwenye huduma yangu, nakuita kwenye kazi yangu, nakuita kwenye uchumi wangu, nakuita asubuhi ya leo. Nakuita Baba, nakuita Baba msaidizi, nakuita Baba wa kunibeba, nakuita Baba wa kunishika mkono, nakuita Baba wa kunitunza, nakuita Baba resata rabakosha. Baba nakuita. Bartimayo aliposikia unapita, alianza kukuita, akapaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Akakuita Baba. Nami nakuita kama Lazaro, nami nakuita kama Bartimayo. Rika ya nurusa tatata makoiba kaya Baba. Mwite Bwana, mwite Bwana. Ni wapi pagumu unahitaji kumuita? Ni wapi ambako hapawezekani unahitaji kumuita? Ni wapi pamekuwa pagumu unahitaji kumuita? Mwambie Baba, through my situation, hapa kwenye hali ninayopita, hiyo hali ninayopita, na kuita wewe ndio kunisaidia, na kuita wewe Yesu ndio kunishika mkono. Baba nishike mkono, Yesu nishike mkono, Yesu nishike mkono, Yesu nishike mkono. Mandorosha kababa mandari ya basata raka ya baba. Na kuita Bwana, na kuita unibebe, na kuita Yesu nibebe, na kuita Yesu nitunze, na kuita Yesu nishike mkono, na kuita Yesu obo shaka baba. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi. Makoya mandoro satatata ya baba
Ninajua uwezi muite Bwana, ninajua uwezi muite Yesu, ninajua uwezi muite jemedari, ninajua uwezi muite kamanda, ninajua uwezi muite Bwana. Makoya, makoya, makoya. Baba siwezi na kuita Amakaya baba raba kuya basata. Baba siwezi na kuita, siwezi peke yangu, siwezi peke yangu, siwezi peke yangu. Baba siwezi, Baba siwezi, Baba siwezi na kuita Yesu, siwezi. Asubuhi ya leo nakili siwezi Bwana, na kuita msaada wangu, na kuita Baba nibebe, na kuita Baba nishike mkono, na kuita Baba ninyanyue, nitoe hapa nilipokwama. Marika wako bashaka. Sijajua umekwama wapi, sijajua umekwama wapi, na ndani yako nasikia kabisa sauti ya kwamba nimekwama, na muita Yesu. Ndani yako nasikia sauti kabisa kwamba umekwama mahali, unahitaji kumuita Yesu. Inawezekana wewe tatizo hilo limekuwa kubwa. Ndio nataka nikwambie hivi, hilo tatizo bado sio kubwa. Hebu share pamoja na mimi kwa njia ya WhatsApp kwenye namba hiyo kwenye screen ya 0679645759. Niambie pale ambapo unasikia umekwama, pale ambapo unasikia uwezi, pale ambapo unasikia ni pamekuwa pagumu, pale ambapo unasikia pamekushinda. Anza kumuita Bwana, anza kumuita Bwana. Ramako ribasika ya baba korimasika. Biblia inasema Ana alikuwa akiomba, akiendelea kwenda Shilo wakati ana uzazi, wakati mambo yake yamekuwa magumu, aliendelea kumuita Bwana. Lakini akwenda Shilo tu hivi. Biblia inasema akawa anapanda na sadaka mwaka kwa mwaka, anasimama na sadaka, anaenda na sadaka mwaka kwa mwaka. Anasema Baba, iko siku moja utanisikia. Mungu siku moja akamsikia Ana akiwa pale katika Shilo, akiwa amebeba ile dhabihu. Wakati wa jioni Mungu akamtokea, akamwambia, sikiliza, ninakupa mtoto. Nataka nikwambie hivi, sadaka yako ya asubuhi, sadaka yako asubuhi Mungu ameikumbuka, Mungu ameikumbuka, Mungu ameikumbuka. Hiyo sadaka ya asubuhi itamfanya Mungu akukumbuke. Hii sadaka ya asubuhi itamfanya Mungu akumbuke. Haijalishi umechoka kwa namna gani. Ana alichoka, lakini sadaka ile aliyoenda nayo Shilo ndio ilibadilisha maisha yake. Na mimi nina habari njema asubuhi ya leo, nikitaka mtu mmoja achukue sadaka ya kwenda Shilo, umwambie Baba, naomba unikumbuke kwa sadaka hii. Mungu atakukumbuka kama alivyomkumbuka Ana. Weka sadaka yako kupitia namba ya Vodacom, hata kama uko nje ya nchi, hata kama uko ndani ya nchi. Chukua hiyo sadaka, iweke kwenye namba hii ya Vodacom ya 0756934903. Hata ukiwa wapi, sadaka yako itafika na Mungu atakukumbuka. Na ukimaliza kutuma sadaka, niambie mtu wa Mungu, ninaomba Mungu anikumbuke. Tuma kwa WhatsApp, mwambie mtu wa Mungu, naomba Mungu anikumbuke. Hapa ninakopita sio mahali padogo, hapo unapopita ni mahali pakubwa. Rebo sakaramanda saka. Muite Bwana, muite Bwana kupitia sadaka hiyo. Kuna kitu Mungu anakwenda kufanya, lakini nasikia sauti Mungu ananiambia, Mungu hawezi kukumbuka peke yako. Lazima uchukue ujumbe huu, peleka kwa ndugu yako, msaidie. Kuna jamaa yako mmoja, ukichukua klipu hii ukampatia naye akaomba maombi haya, atakuja kukushukuru. Atasema, ndugu yangu, nakushukuru kwa sababu najua ile klipu ulionitumia ilinisaidia. Na ndivyo Mungu anafanya. Kumbuka umefanya kazi ya Mungu, kumbuka umetumika, kumbuka umewapelekea watu ujumbe. Copy link, share, peleka kwa jumbe, peleka kwa status, pelekea rafiki yako, pelekea jamaa yako. Utashangaa umemfungua. Mandoro shakarabasika. Neema ya Mungu ni kubwa sana, na utukufu wa Mungu ni wa ajabu. Yesu Kristo anadhihirisha utukufu wake, anadhihirisha utukufu wake, anadhihirisha utukufu wake. Ni malango makubwa ya asubuhi, ni malango makubwa ya asubuhi, ni malango makubwa ya asubuhi. Kwenye ile Zaburi ya 34 Biblia inasema mstari ule wa 14 na mstari wa 15 na mstari wa 16, anasema hivi, uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Anasema mstari wa 15, macho ya Bwana uwaelekea wenye haki, na masikio yake uwaelekea kilio chao. Uso wa Bwana ujue watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Unaona?
Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Sasa kuna kitu nataka ukione. Anasema macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yao huwaelekea kilio chao. Lakini anasema walilia, mstari wa 17 anasema walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Haleluya. Haya ni malango ya asubuhi. Biblia anasema walipolia Bwana aliwaokoa, Bwana aliwasikia, Bwana akafanya. Asubuhi ya leo wakati tunafungua malango, ninaamini kabisa unacho kilio, ambacho kilio hiki umelia kwa muda mrefu na umefika mahali umekikatia tamaa. Unacho kilio ambacho kimekuwa ni kilio cha muda mrefu, kimekuwa ni kilio cha miaka mingi, kilio cha muda mrefu. Mimi sijajua naongea na nani, lakini katika ulimwengu wa roho asubuhi ya leo ninaona namna ambavyo unalia. Ninaona namna ambavyo umebeba kilio kikubwa kisichokuwa kilio cha kawaida. Sasa Mungu amenituma ili ajibu kilio chako. Yuko Ana aliyelia miaka mingi, lakini majira alipofika Mungu alisikia kilio chake na kamjibu. Sijaelewa sana nazungumza na nani, lakini naelewa habari za Sara. Alilia kwa ajili ya watoto, lakini Mungu akamsikia kilio chake na baadaye akapata watoto. Mimi sijajua unalilia nini, sijajua unalilia kazi, sijajua unalilia biashara, sijajua unalilia kwa sababu unaumwa, sijajua unalilia nini. Lakini najua jambo moja asubuhi ya leo kwamba walilia lakini Bwana akasikia kilio chao. Walilia lakini Bwana akawaponya na taabu zao zote. Hao watu walilia lakini majira alipofika Bwana alisikia. Kwa hiyo nina habari njema asubuhi ya leo kwamba kilio chako kinaenda kufutika. Mimi sijajua umelia muda gani na umelia miaka mingapi, lakini kama umelia kwa muda mrefu na umelia miaka mingi, basi nishirikishe kilio chako kikoje. Kilio je ni cha ndoa? Kilio je ni cha kazi? Kilio je ni cha biashara? Kilio je ni cha uchumi wako? Kilio chako kikoje? Kilio chako chochote ambacho umelia kwa miaka mingi, asubuhi ya leo uko mlango wa kutokea. Ninaona Mungu akifungua malango yako. Hayo malango yao yamefunga kwa namna gani, Mungu anaenda kuyafungua. Haijalishi kwa namna yoyote ile yalifungwa, lakini Mungu anasikia kilio chako. Sijajua unalia kwa muda gani. Unaweza kuniambia, unaweza kunitumia kwa njia WhatsApp, tukasimama tukaomba pamoja na Mungu akafuta katika kilio. Maana aliyefuta vilio vya watu wengi yuko hapa kwenye madhabahu ya Mlango wa Ukombozi. Mungu amenipa upako na amenipa neema kufuta kila kilio. Haleluya. Mungu kujibu kilio. Nafungua malango ya kilio chako kijibiwe kwa haraka sana, kwa haraka sana. Ninaongea na mtu mmoja ambaye ndani yake anasikia mzigo wa kuomba, na mzigo huu wa kuomba ni mzigo ambao umebeba pia sadaka ya kufungua malango, kujibu kilio chako. Ana alipoendelea kulia, kuendelea tu kulia hivi hivi. Ana, Biblia anasema aliendelea kwenda Shilo. Kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, utaona Ana anaendelea kwenda Shilo. Mstari wa 3 anasema Ana akasimama, aliendelea kutoa dhabihu mwaka kwa mwaka, anaendelea kutoa sadaka mwaka kwa mwaka. Mungu akasikia kilio chake. Huwezi kusikika kilio kama ndani yako haujaamua, hujafanya maamuzi ya kuzama kwenye maombi, namba moja. Lakini namba 2, hujafanya maombi ya kutoa sadaka kwa ajili ya Mungu kujibu kilio chako. Hana aliposimama, akasimama na dhabihu, akaenda nayo Shilo. Biblia nasema Mungu alisikia kilio chake. Na wewe leo usiombe tu asubuhi ya leo, kwa kuwa tu naumwa, kwa kuwa tu mambo yamefunga. Hapana, chukua sadaka yako muhimu kabisa. Mwambie Mungu, naomba ujibu kilio changu. Nimelia kama wana wa Israeli walilia, na wewe umesema kabisa Zaburi ya 34 mstari wa 17 kwamba walilia naye Bwana akasikia. Basi Baba, naomba usikie kilio changu. Iwe ni kilio cha uzao, iwe ni kilio cha watoto, iwe kilio cha kazi za mikono yako, iwe kilio cha biashara, iwe kilio cha nini. Unapounganisha sadaka yako na kilio hiki, uwe na uhakika hicho kilio kinakwenda kufutika. Ninaomba popote pale ulipo, inua mkono wako, na ndani yako umebeba sadaka kwa mkono wako. Naomba unifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimesikia neno lako kwenye kitabu cha Zaburi 34 na mstari ule wa 17. Neno lako ni kweli na neno lako ni uzima.
katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, haya ni malango ya asubuhi. Nina hakika Bwana Yesu uko hapa kwa ajili ya kunisaidia. Kilio ambacho nimelia miaka mingi, kilio ambacho nimelia muda mrefu, kilio ambacho nimelia kwa miaka mingi, Baba wa mbinguni na uthibitike, simba wa kabila la Yuda, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yesu Kristo mwana wa Daudi, ninalia juu ya milango yangu iliyofungwa. Ninajua juu ya hatima yangu iliyofungwa. Ninalia juu ya kilio changu cha mateso ya miaka mingi. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, nifungulie malango yako asubuhi ya leo, usikie kilio changu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Robo shakanda ramando rosika. Anza kuomba, mwambie Baba, ninaomba usikie kilio changu, kilio cha kazi ya mikono yangu, kilio cha uchumi wangu. Baba, nitoe kwenye madeni, akutoe kwenye kila roho yote ambayo umelilia katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninasimama kwa ajili ya mama huyu, ninasimama kwa ajili ya baba huyu, ninasimama kwa ajili ya kijana huyu. I speak in the name of Jesus Christ. Oh, Roho wa Bwana, kila kilio ambacho amelia, iwe ni kilio cha uchumi, iwe ni kilio cha kufanikiwa, iwe ni kilio cha kuinuka, I speak in the name of Jesus. Baba, ninatamka kwa nguvu zako na kwa uweza utokao juu katika jina la Yesu Kristo. Mungu, sikia kilio cha mtumishi wako. Mungu, sikia kilio cha mwanao katika jina la Yesu Kristo. Robo sana ramako ribasika. Ninafungua malango yake asubuhi ya leo. Bwana, 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 sikia namna binti huyu amelia kwa miaka mingi. Sikia baba huyu, Bwana, analia. Sikia mama huyu, Bwana, analia. Sikia kijana huyu analia katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, kwa nguvu zako lete ukombozi mkuu, kwa nguvu zako lete wokovu mkuu katika jina la Yesu Kristo. Rosha kabakoria rekeke shendere kosha raka kajana ramasaka katika jina la Yesu Kristo. Rosha ndarama koria. Baba, sikia kilio cha mtumishi wako, kilio cha mwanao katika jina la Yesu Kristo. Baba, jibu kilio cha binti huyo, kilio cha mama huyo. Baba, fungua malango yake, iwe ni malango ya kazi, iwe ni malango ya biashara, iwe ni malango ya kuinuliwa, iwe ni malango ya kunyanyuka, iwe ni malango ya kupiga hatua. Baba, dhihirisha nguvu yako kwa ajili ya mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, kwa nguvu zako umeleta ukombozi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Panda sadaka yako kwenye namba ya Vodacom. Popote ulipo, sadaka yako kwa M-Pesa itafika ni 0756938993. Iko hapa hapo kwenye skrini na utaona mkono wa Mungu. Na nijulishe kwa njia ya WhatsApp kilio chako kikoje, na tutasimama na Bwana ataenda kufuta kilio chako. Mungu akubariki sana, nikutakie neema nzuri asubuhi ya leo katika jina la Yesu aliye hai. Shalom, 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 shalom.